Samia Suluhu amemfukuza Daktari Emmanuel Nchimbi kutoka serikali yake hadi wakati ambapo Jakaya Mrisho Kikwete alipoingilia kati kumsaidia Nchimbi. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali subscribe. Na kauli zilizochapishwa hivi karibuni kwenye mtandao wa kijamii na mwanaharakati anaishi Marekani Mange Kimambi zimeibua mjadala mpana wa kitaifa kuhusu madai ya mvutano wa uongozi wa ndani wa Chama cha Mapinduzi. Ufunuo huu unaeleza kuwepo kwa uhusiano mgumu kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na Daktari Emmanuel Nchimbi, huku akimtaja Rais wa zamani Jakaya Mrisho Kikwete kama muhimili wa maamuzi makubwa ya kisiasa, ikiwemo uteuzi wa mgombea mwenza. Ingawa madai haya hayathibitishwa rasmi na wahusika wakuu, yamechochea maswali mapya kuhusu mgawanyo wa mamlaka, mwelekeo wa uongozi na mustakabali wa siasa za Tanzania. Na kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa X, Mange Kimambi alitaja na kusema kuwa kumekuwa ama hakuja kuwa na uhusiano mwema kati ya Daktari Nchimbi na Samia Suluhu, na kuna wakati ambapo Samia Suluhu alikuwa anataka Emmanuel Nchimbi aweze kuondoka kwenye serikali yake. Na vilevile wakati wa campaign, Mange Kimambi anasema kwamba Samia Suluhu hakumtaka Emmanuel Nchimbi awe naibu wake, ila alilazimishwa naye Jakaya Kikwete kumweka Emmanuel Nchimbi kuwa naibu wake. Kauli hizo zilijitokeza katika muktadha wa mjadala mkali mtandaoni, ambapo baadhi ya watumiaji walikuwa wakitoa matamshi ya chuki na hata wito wa kifo dhidi ya Rais Samia Suluhu. Katika chapisho lake, Kimambi aliwahimiza Watanzania kuachana na lugha ya vurugu, akisisitiza kwamba mabadiliko ya uongozi hayatatatua matatizo ya mfumo endapo CCM itaendelea kushikilia hatamu za dola kwa mtindo ule ule. Alidai kuwa hata kama Rais Samia angeondoka madarakani, uongozi unaolalamikiwa ungeendelea kupitia Daktari Nchimbi, na ni jambo linalofungua mjadala mpana juu ya nafasi yake na namna alivyopata uteuzi wa juu serikalini. Kwenye ujumbe alioandika kwenye mtandao wa X, Mange Kimambi alisema kuwa Watanzania, naomba muondoe hii mentality kuwa kifo cha Samia kitabadili uonevu, uuaji na ukosaji haki. Samia is nothing but a puppet of the CCM oppression. Samia akifa leo, atakayeshika nchi ni Nchimbi, ambaye naye kaekwa hapo na Kikwete kwa nguvu. Samia hakumtaka Nchimbi hata kidogo kama mgombea mwenza, ni Kikwete ndiye kamweka nchi hapo. Kwa hiyo hata Samia afe, mziki ni ule ule. Nitaachia hapo kwa sababu hii aya ya kwanza, ya pili ndizo zina umuhimu zaidi kwenye hii taarifa yetu hii leo. Na katika maelezo yake, Kimambi alidai kuwa Rais Samia hakumpenda Daktari Nchimbi kama mgombea mwenza, bali alilazimishwa na nguvu za ndani za CCM zinazoongozwa na Rais mstaafu Jakaya Kikwete. Madai haya yanakwenda sambamba na tetezi zilizodumu kwa muda kuhusu ushawishi wa Kikwete ndani ya chama tawala na katika maamuzi ya juu ya serikali. Licha ya kustaafu rasmi kutoka madarakani mwaka 2015. Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa, kauli hizo zimepokelewa kwa tahadhari, lakini pia zimeamsha mjadala mpana juu ya siasa za mtandao wa wazee wa chama ndani ya CCM. CCM imekuwa na utamaduni wa viongozi wastaafu kuendelea kuwa na sauti katika maamuzi muhimu, anaeleza Profesa Aikande Kwayu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, akirejelea historia ya chama hicho tangu enzi ya Mwalimu Julius Nyerere. Jakaya Kikwete aliyekuwa rais wa Tanzania kuanzia mwaka 2005 hadi mwaka 2015 amebaki kuwa mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa ndani ya CCM. Ripoti kadhaa za vyombo vya habari vya kimataifa zimeeleza kuwa Kikwete ni miongoni mwa wazee wa chama wanaohusika katika kushauri na kuelekeza mwelekeo wa kisiasa wa CCM, hususan wakati wa mchakato wa uteuzi wa wagombea wa nafasi za juu. Kwa mujibu wa wachambuzi wa Reuters kuhusu siasa za Tanzania baada ya mwaka 2021, mtandao wa uhusiano wa kisiasa uliojengwa na Kikwete unaendelea kuwa na uzito mkubwa, hasa katika kudumisha umoja wa chama na kuzuia migawanyiko mikubwa na ya ndani.
Hata hivyo, hakuna uthibitisho wa moja kwa moja unaoonyesha kuwa Kikwete alimlazimisha Rais Samia kumchagua Daktari Nchimbi kama makamu wake. Daktari Emmanuel Nchimbi ni mwanasiasa mkongwe wa CCM aliyewahi kushika nyadhifa mbalimbali za uwaziri na uongozi wa chama. Anajulikana kwa ukaribu wake na uongozi wa juu wa CCM na kwa uaminifu wake kwa misingi ya chama. Kulingana na wasifu wake rasmi wa serikali, Nchimbi amehusika katika sekta za fedha, mambo ya ndani na masuala ya chama kwa kipindi kirefu, na jambo linalomfanya kwa umoja wa viongozi wenye uzoefu mkubwa. Hata hivyo, madai ya kuwepo kwa uhasama kati yake na Rais Samia yamekuwa yakikanushwa kimya kimya na duru za karibu na Ikulu ambazo zinadai kuwa tofauti zozote za kimtazamo ni sehemu ya kawaida ya mijadala ya kisera ndani ya serikali. Mjadala huu umechochewa zaidi na matumizi ya mitandao ya kijamii ambayo imekuwa jukwaa kuu la upinzani wa kisiasa na wanaharakati wa diaspora. Ripoti ya Human Rights Watch ya mwaka 2024 ilibainisha kuwa mitandao ya kijamii nchini Tanzania imekuwa na mchango mkubwa katika kuibua mijadala ya kisiasa, lakini pia imeongeza hatari ya lugha ya chuki na taarifa zisizothibitishwa. Na katika muktadha huo, kauli ya Kimambi ya kuwataka Watanzania kuacha wito wa kifo ilipokelewa kwa hisia mseto. Wapo waliompongeza kwa kukemea vurugu na wengine waliona kama jaribio la kuhalalisha madai makubwa bila ushahidi wa kutosha. Hoja kuu ya Kimambi ilikuwa kwamba chanzo cha matatizo ya uongozi hakipo kwa mtu mmoja bali katika mfumo mzima wa CCM. Na hii ni hoja ambayo inaungwa mkono na wachambuzi kadhaa wa siasa za Afrika Mashariki wanaoeleza kuwa chama tawala kimekuwa na uwezo mkubwa wa kudhibiti mihimili ya dola kwa miongo kadhaa, jambo linalozua changamoto za uwajibikaji na uwazi. Kwa mujibu wa utafiti wa taasisi za Afrika ya utafiti wa sera, vyama vilivyotawala kwa muda mrefu huwa na mchango wa kujirekebisha, hasa pale ambapo mitandao ya uaminifu wa kisiasa inapotangulizwa mbele ya taasisi huru. Madai yaliyotolewa na Mange Kimambi, licha ya kubaki katika eneo la tuhuma, yamegusa kiini cha mijadala mpana kuhusu wazi wa uongozi, ushawishi wa viongozi wastaafu na nafasi ya CCM katika mustakabali wa Tanzania. Yameonyesha pia jinsi mitandao ya kijamii inavyoweza kubadilisha ajenda ya kitaifa kwa haraka hata bila uthibitisho kamili. Kwa taifa linalojiandaa na chaguzi zijazo, mjadala huu una umuhimu mkubwa. Unalazimisha umma na taasisi za dola kujiuliza maswali magumu kuhusu uwajibikaji, mgawanyo wa mamlaka na kama mfumo wa sasa wa kisiasa unaweza kujirekebisha ili kukidhi matarajio ya kizazi kipya cha Watanzania. Hatimaye mjadala huu unaonyesha kuwa siasa za Tanzania zihusu tu majina ya viongozi bali pia mifumo ya taasisi zinazowawezesha kushika na kuendesha mamlaka. Ni hayo kwa sasa kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha, kuunganisha na vilevile kuyumbisha kivyovyote. Zidi kuwa nasi kwa taarifa zaidi na za kina, na kumbuka tafadhali kusubscribe, kulike na kushare video zetu.